Na amekuwa akiwafikia watu wa namna mbalimbali. Injili, anaamini kwamba injili ni ya kila mmoja, na ndio maana anafika ulimwenguni kwa ulimwengu mzima, na shauku yake ni zaidi kuliko wakati wote. Kazi kubwa ambayo imefanyika kupitia Global Crusade na Kumui GCK inasimama kama ushuhuda wa hii kiu yake. Ni uamsho ambao umevuka mipaka na kugusa maisha na kufikia mataifa mengine mbalimbali, kutoka Nigeria, Ghana, Togo, Liberia, Zambia, kule India, kule moja ya falme za Kiarabu, Israeli, Vanuatu, kule Marekani, na hata hivi karibuni katika nchi zile za Canada. Kupitia GCK maelfu ya watu yameguswa na roho kuokolewa, kadri ambavyo injili inahubiriwa kwa uwazi na kuifika katika dunia nzima. Na kule kufika kumegeuza maisha mbalimbali ambayo yamekuwa yakingojea wema wa Bwana. Na katika matunda ya kazi hii ni ukuaji wa huu uvunaji wa roho nyingi za watu. Mungu bado anatenda miujiza yake. Baba alipoanza kufanya kazi, na kumbuka ya kwamba alipotaja jina alilolitaja ni saratani, na Baba akasema naamuru ile saratani ipone katika jina. Nikapokea, nikaenda hospitalini na nikapata kupimwa tena. Na kumbuka kana kwamba nilipofanya vile kipimo, kila kipimo kilirejea kwamba ni hakuna tena chembe chembe ya saratani katika maisha yangu. Amen. Amen. Imekuwa ni miaka mitatu sasa ambapo ninafanya kazi, kwa sababu nilikuwa na maumivu katika mwili wangu. Nilipokuwa nakuja nilikuwa na maumivu mengi, lakini baada ya kuomba nimehisi kana kwamba kuna kitu kinaingia ndani mwangu na kinaondoa haya maumivu na kuondoa 50% ya maumivu yangu. Mkutano huu na ahidi kuwa ni tumaini kwa wasio na tumaini, uponyaji kwa magonjwa yasio na kupona, na kuponywa na magonjwa mengi yasiyoponyeka. Ungana nami kumkaribisha mchungaji Kumui katika madhabahu hii. Karibu baba. Bwana asifiwe. Utaona miujiza. Amen. Utaona nguvu yake. Amen. Utaona mamlaka yake, na hutakoma kuomba hadi pale ambapo utaona kila kitu. Amen. Kila kitu kimekamilika. Kile ambacho Bwana amekupatia kutoka Kalvari. Ametoa wokovu, utauona. Ametoa uponyaji, utauona. Ametoa upako ambao unavunja kila nira, utauona upako ule. Ametoa zile baraka ambazo watu wengine wamepokea na kupitia katika nyakati zote za Agano la Kale na Agano Jipya, na Bwana anataka na wewe kuweza kuona leo, na katika jina la Bwana, katika ile nguvu ya Bwana, kwa sababu ya ule msalaba na kile ambacho amekitenda, wewe utaweza kuona kwa jina la Yesu. Amen. 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 Wale walio vipofu tutaona. Wale walio na ulema, bubu na viziwi wataona, watasikia na kuona. Na wote ambao wamekandamizwa na shetani, wameshindwa na namna moja au nyingine ya shetani, utaiona ile nguvu ya Mungu ikitenda kazi katika maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Na kwa mara nyingine tena tunakuja katika yale maajabu ya msalaba. Maajabu mengi. Je, kuna maajabu unahitaji katika maisha yako? Kila ajabu unahitaji katika maisha yako, maajabu ya msalaba, maajabu yatakuja katika maisha yako leo kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Unaamini hilo? Na kuuliza, unaamini hilo? Uko wapi? Nyosha mkono wako tuombe. Baba, tunakushukuru siku ya leo na kulibariki jina lako. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya Kristo. Tunakushukuru Bwana sababu ya dhabihu yake. Asante Bwana kwa sababu ya Kristo kufa kwa ajili yetu ili kutukomboa na kutuokoa na kutuponya na kutuokoa na kuleta yale maajabu ya mbinguni kwa kila mmoja ya maisha yetu. Bwana, tunakuomba ya kwamba siku njema ya leo tutayaona maajabu yako katika kila moja ya maisha yetu kwa jina la Yesu. Na Bwana, kila pando ambalo wewe hukulipanda na lile ambalo Baba kulipanda katika maisha yetu litang'olewa kwa jina la Yesu. Nguvu kutoka juu mbinguni
miujiza kutoka juu mbinguni, na uponyaji kutoka juu mbinguni, ukombozi kutoka juu mbinguni. Bwana, na baraka kwa wingi wake na kuzidishwa kwake kutoka juu hata siku ya leo katika kila maisha, kwa jina la Yesu. Amen. Thibitisha hilo katika neno lako kama ambavyo limeandikwa juu ya kila moja ya maisha yetu, kwa jina la Yesu. Bwana, twajua ya kwamba hakuna ambalo linapinga kile neno liloandikwa. Limeandikwa tumeokolewa, imeandikwa tumeponywa, imeandikwa tumekombolewa, imeandikwa ya kwamba umetuweka huru. Na Bwana, twaomba ya kwamba liwalo lote ambalo umeliandika juu ya kwetu sie litakwenda kutimia katika kila moja ya maisha yetu, kila mahala na kila taifa, kila mahala siku ya leo, kwa jina la Yesu. Asante Bwana, kwa sababu tunajua kwamba umejibu, kwani katika jina la mwanao Yesu tumeomba. Na watu wa Bwana tulio faragani na tuseme amen. Mungu akubariki sana. Keti pale ulipo. Tunakuja tena asubuhi ya leo katika eneo jingine tena la msalaba wa Kristo, na katika eneo lingine na mtazamo mwingine wa maajabu ya msalaba wa Yesu Kristo. Na kusomea asubuhi ya leo kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza ile, naanzia mstari wa 18. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa kupendeza wa 18 ule, kwa sababu neno la msalaba, Kiingereza nasema kuhubiriwa kwa neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kuhubiriwa kwa msalaba ni kwa wale wanaopotea upuuzi. Unapohesabu kitu kuwa ni upuuzi, huhitaji hata kukigusa, hutaki hata kwenda katika mwelekeo wa upuuzi huo. Unakihesabu kitu kwa upuuzi, hutataka kukikubali, hutaki kukiamini. Na kwa wale watu ambao wanadhani ya kwamba desturi ndio njia, wanashikilia desturi zao. Na unapozungumza juu ya msalaba ambao unatupatia wokovu wetu, uponyaji wetu, ukombozi wetu, na kutupatia kila mibaraka ya Mungu kwa ajili yetu, kwao desturi yao, mambo ya kidesturi, na kwa sababu wanashikilia mambo ya kidesturi, wao wanauhesabu msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo kuwa ni upuzi. Wengine wanahesabu dini kuwa ndio kitu hasa. Wanasema kile wanachokifanyia wao wenyewe katika dini yao, wanasema ya kwamba hicho ndicho kitaleta jawabu kwao, na kwa hivyo wanahesabu msalaba wa Kristo, matoleo ya Kristo kwa ajili ya wokovu wetu, na kile ambacho mbingu imekwisha kukitoa kwa ajili yetu, wanahesabu hicho kuwa ni upuuzi, na wanashikilia zile desturi na wanashikilia ile dini ambayo haiwezi kuokoa. Watu wengine wanadhani ya kwamba watafanikiwa kwa nguvu zao wao wenyewe, wanadhani kwamba ni kazi ya mikono yao, wanadhani kwamba ni haki ya kwao wao binafsi ambayo ndio itakuja kuwaletea wokovu, ambayo itawaletea ukombozi, ambayo itawaletea uponyaji na ukombozi. Na wanahesabu msalaba, wanasema kwamba hicho ndicho kitu ambacho mtu mwingine amefanya. Hawaelewi ya kwamba yule mtu anayemzungumza huyo ni Kristo. Mtu ambaye wanamzungumzia huyo ndiye mzee wa siku, na mtu ambaye wanamzungumzia huyo ndiye ambaye amekuja, na yeye ndiye amejitoa yeye mwenyewe kwa ajili yetu sisi sote. Na kwa hivyo wanahesabu, wanashikilia matendo yao mema na kujihesabia kwao haki ambako si kitu mbele za Bwana. Na kwa hivyo hata wanaposikia juu ya kuhubiriwa kwa habari ya msalaba, wanasema mimi sitaki habari hizo, huo ni upuuzi, na wanabaki katika dhambi yao hadi pale ambapo wanaangamia kabisa. Kuhubiriwa kwa msalaba kwa wale wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa, bali kwetu sisi tuaminio, kwetu sisi ambao tunajua kwamba wokovu ni kwa njia ya Kristo peke yake, wokovu, ukombozi na kuasiliwa katika familia ya Mungu, kufanzwa upya, maisha mapya, maisha tele yanakuja pekee kupitia katika msalaba. Kwetu sisi ambao tunaamini hilo, ya kwamba Kristo yeye ndiye Mwokozi, ya kwamba Kristo yeye ndiye Bwana, ya kwamba yeye na yeye peke yake, yeye ndiye awezaye kuokoa. Huo msalaba ndio nguvu ya Mungu. Amen. Na unaposhikilia msalaba leo, unapopokea na kukubali msalaba leo, unapoamini msalaba, unapomwamini Kristo aliyekufa katika msalaba leo,
kutakuwa na nguvu katika maisha yako, na ile nguvu itakuja na kufukuzilia mbali kila kitu ambacho shetani amepandikiza katika maisha yako kwa jina la Yesu. Tazama mstari wa 24 pale. Angalia mstari wa 24 wa waraka kwanza wa Paulo kwa Korintho sura ya kwanza mstari 24, anasema bali kwa waitwao Wayahudi kwa Yunani, kwa Wayahudi na mataifa, kwa wenye dini na wasio na dini, Kristo ni Kristo, nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Yeye ndiye hekima ya Mungu ambayo inaipanga njia ya wokovu, na alipanga ile njia pekee ya wokovu kwa mwanadamu awaye yote, kwako na kwangu na kwa wote. Na Kristo msalabani, yeye ndiye anaonyesha kwamba ile hekima ya Mungu, kitu kingine chochote kile ukiacha na Kristo kufa katika msalaba ule uliokuwako kule Kalvari, kitu kingine chochote kile ni kinyume na hekima ya Mungu. Kristo yule wa Kalvari, Kristo msalabani, Kristo ambaye alisulubiwa, na Kristo ambaye alikuja kuwa mwokozi wako, mkombozi wako, na ambaye ndiye mbadala wako. Yeye ndiye nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Alafu mstari wa 30 tunaambiwa mahala pale, mstari wa 30 tuende pamoja mahala pale, anasema bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Alafu mstari wa 31 anatuambia kusudi kama ilivyoandikwa, kama ilivyoandikwa. Ni neno lililoandikwa pale ambapo shetani alipomjia Kristo na kumjaribu, kumtegea, kumfanya aondoke kutoka katika ule mpango wa ukombozi na ule mpango wa wokovu wetu. Na yote ambayo Yesu alisema ni kuwa imeandikwa, kulingana na ilivyokuwa imeandikwa peke yake. Lote ambayo Bwana anafanya ni kulingana na ilivyoandikwa. Hafanyi kulingana na hisia za kwako wewe. Anaposema umeponywa, hilo ni neno lililoandikwa. Unaweza usihisi kuwa umepona, si kulingana na hisia zako, ni kulingana na jinsi ilivyoandikwa. Anasema umepona, anasema umeokolewa, anasema umekombolewa. Neno la Mungu linasema ule upako unavunja nira, na hilo limeandikwa, na kulingana na kama lilivyoandikwa. Anasema yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Nje ya Bwana hakuna nguvu, nje ya Bwana hakuna utukufu, nje ya Bwana hakuna ukombozi, na ni katika Bwana. Nataka nikukaribishe leo ya kwamba uje katika Bwana kihalisia, uje katika Kristo, na ile nguvu ya Kristo itaweza kutenda na pasipo kuzuilika katika maisha yako kwa jina lake Yesu. Jioni asubuhi ya leo, ujumbe nao kuletea ni ule uweza na ile nguvu ya msalaba wake, nguvu na utukufu wa msalaba wake. Matatu mambo tunaangalia mahali hapa asubuhi ya leo. Nguvu ya uponyaji ya Kristo, nguvu ya uponyaji ya kaa tayari hapo. Hakuna nguvu nyingine, kaa tayari. Hakuna chanzo kingine na hakuna dawa nyingine ya magonjwa yako. Ni ile nguvu ya Kristo msalabani ndio iletayo ule uponyaji kwako wewe. Na asubuhi ya leo ule uponyaji utakuja kwako. Haijalishi kwamba una magonjwa, una ugonjwa wa namna gani. Haijalishi ya kwamba udhaifu wako wewe una namna gani. Iko nguvu ya uponyaji ya Kristo wa msalabani. Alafu kipengele cha pili ni uwepo wa kimbinguni wa Kristo. Uwepo wa kimbinguni wa Kristo. Yunasi, na kwa sababu Yunasi na analeta ule uwepo wa mbinguni, analeta ule utukufu wa kimbinguni, analeta ile nguvu ya mbinguni, ule uwepo. Anasema tazama nipo pamoja nanyi siku zote. Na leo uwepo wake utafukuzilia mbali kila uwepo wa shetani, dhambi na magonjwa toka katika maisha yako kwa jina la Yesu.
Na jambo la tatu kwenda kuangalia ni watu wenye matumaini wa Kristo, watu wajao kwa Kristo. Kama kuna mtu yoyote duniani ambaye anatumaini lolote ile, tumaini leo, tumaini la wakati ujao, tumaini la mbinguni, tumaini ya kwamba tutakuja kumuona Bwana hatimaye katika siku ile ya mwisho. Kama kuna yeyote yule ambaye anatumaini lolote lile hata kidogo katika ulimwengu huu, hao ndio watu wake Mungu. Hao ndio watu ambao wametoka kutoka katika makutano yale duniani na wamekuja kupitia Bwana, na kwa sababu wanakuja na wanakuwa watu wale wa Mungu, kuna tumaini kwao. Na wewe kadhalika unapokuja kwa Kristo na kusema hakuna nguvu nyingine na hakuna uwezo mwingine na hakuna chanzo kingine cha baraka kwa ajili yangu, ni katika Kristo peke yake ninapokea kila kitu ambacho nakitafuta, tumaini litazuka ndani ya moyo wako. Amen. Kama huna tumaini, nasema tumaini litazuka ndani ya moyo wako, na tumaini la watu wa Mungu litahakikisha ya kwamba kile ambacho unakitarajia, kile ambacho unakiota ndoto zake, kile kitu ambacho wamuomba Bwana, kila kitu kitakuwa chako kwa jina lake Yesu. Jambo la kwanza basi tutakwenda kuangalia ile nguvu ya uponyaji. Jambo la pili tutakwenda kuangalia ule uwepo wa kimbinguni. Jambo la tatu wale watu wenye matumaini wa Kristo. Turejee katika kipengele cha kwanza, nguvu ya uponyaji. Andika vizuri ya Kristo, nguvu ya uponyaji ya Kristo. Andika vizuri, bado ni asubuhi. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 10 ile mstari wa 38. Kwa ajili ya ile nguvu ya mbinguni ya Kristo, popote pale Yesu Kristo alipokwenda hapa duniani, popote pale, kila taifa, kila jamii na kila mahala ambapo Yesu Kristo anafika, anakwenda pale akiwa na nguvu yake, ile nguvu ya Kristo ya uponyaji. Matendo ya Mitume sura ya 10 ile mstari wa 38. Anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta Yesu wa Nazareti. Tazama huku mbele kama unaweza. Mungu alikuwa na ratiba, na Mungu anafuata ratiba yake, na ratiba ile pale mwanzo ilikuwa ni Musa katika ratiba yake. Wakati Musa alipoondoka ulimwenguni, kwenye ratiba ya Mungu afuataye alikuwa Yoshua. Yoshua alipoondoka, afuataye ratiba ikasema mwingine mpaka Elia, mpaka Elisha, mpaka wakati wa Daudi, mpaka kwa manabii wengine mbalimbali. Wakati Kristo alipozaliwa, ya kwamba alikuja kutimiliza ule mpango wa Mungu, kile kizazi chote na ratiba ile yote nzima ilikuja kwa Kristo sasa. Na kwa wakati huo, kama mtu yeyote yule alimuita Musa, asingeliponywa. Kama mtu yeyote angemuita Yoshua, huyo mtu asingelipokea uponyaji. Kama mtu yeyote baada ya Yesu kuja angemuita Sulemani, asingesikia. Wengine wale wote katika Agano la Kale asingepokea, kwa sababu katika wakati huu sasa, huu pako ulikuwa katika Kristo. Hakuna jina lingine sasa ambalo waweza kuokolewa kwalo. Hakuna nafsi nyingine sasa ambayo inaweza kukuletea ule wokovu, ule uponyaji na ule ukombozi. Mungu sasa ameuleta upako mzima kuwa katika Kristo Bwana wetu, Kristo Mwokozi wetu. Na kutokea wakati ule ambapo ameishi duniani mpaka alipokufa katika msalaba wa Kalvari, mpaka mwisho wa nyakati, ni Yesu Kristo pekee Mwokozi wetu, Yesu Kristo mponyaji wetu, Yesu pekee yeye ujumbe wetu, Yesu pekee mtakasaji wetu, Yesu pekee yeye mbatizaji katika Roho Mtakatifu. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta Yesu wa Nazareti. Unaweza ukasikia Yesu mwingine mahali fulani, na Yesu wa mahali pale, na Yesu wa mahali pale, na Yesu wa mahali kule kwingine. Hakuna upako juu yao hao. Bwana hakumchagua kuwachagua kina Yesu hao wengine. Hakuleta mpango wa wokovu na ukombozi katika mikono yao. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta Yesu wa Nazareti kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, naye
ameweka nguvu zote za Roho Mtakatifu ndani yake. Ametia ule uweza wote ambao utasuluhisha kila tatizo duniani. Ameliweka hiyo nguvu ndani yake, na alimtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye alizunguka, na yeye ni yule yule. Atakuja kwako pale, nasema atakuja kwako wewe pale unapokaza matakwa yako na unakaza imani yako katika yeye na yeye pekee. Tunaambiwa kwamba yeye alizunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wangapi? Niambie, anaponya wangapi? Je, hao wote ni pamoja na wewe? Ndio, ni pamoja na kuwaponya wote walioonewa na ibilisi. Walionewa na ibilisi. Hebu subiri, tazama huku mbele. Unajua hao watu wote ambao Yesu Kristo aliwaponya kutoka Mathayo sura ya 4, sura 23, 24, na alafu Mathayo sura ya 8, na Mathayo sura ya 9, alafu Mathayo sura ya 10. Hao watu wote ambao waliwaponya wakati ule, katika Marko, katika Luka, katika Yohana, hao watu wote ambao waliponywa, hakuna hata mmoja aliyekuwa ameonewa na Mungu. Kuna watu ambao wanasema kwamba ugonjwa wangu ni kile ambacho Mungu amekileta kwangu. Ugonjwa wangu ni kile ambacho ni mapenzi ya Mungu na ni utendaji wa Mungu. Wanasema hata hivyo Mungu anayo mamlaka yote, ana uweza wote. Ameamua Mungu kwamba atanibebesha mimi masaratani na nitabeba kila aina ya baridi yabisi. Ameamua kwamba nitabeba upofu. Mungu ameamua ya kwamba mambo mabaya yatanifikia mimi. Ni Mungu? Hapana. Akiwaponya wote walioonewa na ibilisi. Mungu haweki magonjwa juu ya yeyote, na Mungu hataweka mikasa juu yako. Sikusikia amen? Nasema hataweka maovu juu yako. Lolote ambalo liko kwako ni kazi ya shetani, lilo ovu, na ni kupitia wajumbe wa ibilisi. Lakini Kristo amekuja, kila nira ataivunja katika maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Alizunguka huku na kule, na bado anakwenda huku na kule. Atakufikia kwako leo. Nasema huu ni msimu wako, atakufikia. Anawaponya wote. Haijalishi maelezo ya ugonjwa wako, atawaponya wote. Haijalishi kwamba huo ugonjwa na udhaifu umekuwa muda gani, anaponya wote ambao walionewa na ibilisi, kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja naye. Angalia mstari wa 39. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Alafu mstari wa 40 anasema huyo Mungu alimfufua siku ya 3, akamjalia kudhihirika. Na sasa tunamwonyesha wazi kwako na ya kwamba yeye ndio mwokozi wako. Atakuokoa siku ya leo. Tunamdhihirisha wazi ni mponyaji. Leo atakuponya. Tunamdhihirisha wazi ya kwamba yu mkombozi wako na mwokozi wako. Atakukomboa na kukuokoa leo kwa jina la Yesu. Tazama Luka sura ya 4. Luka sura ile ya 4 mstari wa 18. Roho wa Bwana yu juu yangu. Kumbuka Baba wa mbinguni alimtia mafuta na Roho Mtakatifu, na kwa uweza na ile nguvu ambayo inaweza kuharibu kila kitu cha shetani. Na sasa alikuja na akawatangazia, na anakutangazia na wewe ya kwamba Roho ya Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Amenitia mafuta. Kristo alitiwa mafuta na Baba, alitiwa mafuta na Mungu, kwa sababu amenitia mafuta kuwahubiri habari njema maskini. Amenituma kuhubiri maskini habari njema. Huhitaji kufa katika dhambi yako, habari njema imekuja. Huhitaji kufa katika uovu wako, habari njema zitakuja. Habari za kufurahisha, habari kuu na siri nene kwa maskini. Amenituma kuweza kuwaponya wale waliovunjika moyo, na kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, na kuwaacha huru waliosetwa. Kuwaweka huru. Atakuweka na wewe huru leo. Amen.
Nasema atakuweka huru, atakufungua, atakuweka huru, na kila mkatale, kila mnyororo ambao unaendelea kukamatilia chini, Bwana atavunja na kuharibu kwa jina lake Yesu. Mstari wa 21 ule anatuambia, akaanza kuwaambia, akawaambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Leo ndio siku ya muujiza wako. Ni msimu wa muujiza wako. Asante dada yetu. Siku ya uponyaji wako, siku ya kuvunjwa kila nira kutoka katika maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Itatimia. Wokovu utatimia, uponyaji utatimizwa, ukombozi utatimizwa. Na alafu tunaambiwa katika mstari wa 32 anatuambia, wote wakashangazwa na mafundisho yake. Wakashangazwa kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Wakashangaa, wakapigwa butwa kwa sababu ya upako uliokuwa juu yake wenye kuvunja kila nira. Neno lake lilikuwa na uwezo, Mstari wa 36 ule anatuambia, mshangao ukawashika wote, wakasemezana wakisema, ni neno gani hili? Maana awaamuru pepo wachafu kwa uwezo na nguvu, nao hutoka. Itatokea leo. Amen. Kwa mamlaka na kwa uweza, anaamuru wale mapepo wachafu, nao hutoka. Mathayo sura ya 8. Mathayo sura ya 8. Yule akida akajibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari ya nyumba yangu, lakini sema neno tu. Ndicho tunachohitaji. Neno ndilo neno liloumba ulimwengu mzima. Ndilo neno ambalo lilipinga vitu vyote duniani na katika ulimwengu, na hata sasa anapolinena hilo neno kupitia katika chombo chake asubuhi ya leo, na neno lake linakufikia wewe, utapona. Amen. Nena neno tu na mtumishi wangu atapona. Mstari wa 13, Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Unachokiamini leo kitatokea. Unaamini leo unakwenda kuokolewa, itatokea. Kama unaamini leo utapona, itatokea. Na unaamini leo ya kwamba kila ambacho kimekushikilia kuwa mateka leo, kila utekwa na kila utumwa wa shetani, ya kwamba kila kitu kitafutiliwa mbali leo, kitafutwa leo. Kama unavyoamini, basi itatokea hivyo kwako. Sasa ninavyoendelea, jaribu kuwaza hivi sasa hivi ninavyoendelea. Unaamini kitu gani hapo ulipo leo? Una tatizo la uoni, unaamini nini? Husikii vizuri, waamini nini leo? Wewe ni kilema, huwezi kutembea, waamini nini leo? Una mifupa iliyovunjika, waamini nini leo? Una tatizo la ugonjwa wenye kufisha, waamini nini leo? Na kama ambavyo wewe waamini leo, ndivyo navyo itakavyokuwa kwako wewe. Na mtumwa yule akapona saa ile. Amen. Msimu wako umefika. Mstari wa 16, hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake. Neno lake lina uwezo mno na lina nguvu. Hata kama yule mkuu wa jeshi la mashetani yuko pale anayatesa maisha yako, neno lake litakuja kwako na kutupilia mbali lile pepo kwa neno lake. Akawaponya wote waliokuwa hawawezi. Mstari 17, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, lililonenwa na kuandikwa na Isaya nabii akisema, mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Atayachukua, atayabeba, ataondosha
magonjwa yako leo kwa jina la Yesu. Katika Luka sura ya 5, turejee tena katika Luka. Tulikuwa pale, turudi tena Luka 5:17. Anasema hata ikawa katika siku zile mojawapo alipokuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu na Watorati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Namna hiyo leo. Nasema ni namna hiyo leo. Na ile nguvu ya Bwana, yeye ambaye alikufa msalabani Kalvari, yeye ambaye alibeba ile mijeledi yote ambayo walimcharaza nayo, na kwa kule kupigwa kwake sisi tumepona. Ile nguvu ya Bwana ipo leo kukuponya wewe. Nasema ile nguvu iko kukuponya wewe. Itakuja hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Na hiyo ndio nguvu ya uponyaji ya Kristo. Jambo la pili sasa ni ule uwepo wa kimbinguni wa Kristo. Ule uwepo wa kimbinguni wa Kristo hapa duniani. Hebu nikudhihirishie jambo, nikufichulie kitu katika Yohana sura ya 3. Yohana sura ya 3, ukiangalia mstari wa 2. Nikodemo alikuja kwa Kristo, na alafu katika mstari ule wa 2 akaja alipokuja usiku, anasema twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara zitokazo juu. Wewe ni mwalimu umetoka kwa Mungu. Wewe ni mkombozi umetoka kwa Mungu. Wewe ni mponyaji umetoka kwa Mungu, na wewe ni mwokozi utokaye kwa Mungu, kwa sababu hakuna mtu awezaye kufanya hii miujiza yote wewe uifanyayo isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Ndipo mstari wa 3 Yesu akajibu akamwambia, amin, amin, nakwambia mtu asipozaliwa mara ya pili huwezi kuona ufalme wa Mungu. Isipokuwa mtu katika wakati ule na katika wakati huu na katika mahali hapa sasa, kila mahali katika taifa lolote, isipokuwa mtu amezaliwa mara ya pili. Mtu yoyote wa juu, mtu yoyote duni, mtu yoyote tajiri, mtu yoyote wa dini, mtu yoyote mwenye tabia njema, mtu yoyote mwanafalsafa, mtu yoyote mwanzilishi wa kitu chochote, dini wa yoyote, mtu yoyote huyo, isipokuwa mtu huyo amezaliwa mara ya pili kwa kile ambacho Kristo amekifanya katika msalaba wa Calvary, hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kama wewe utakwenda kuona ufalme wa Mungu na mfalme wa huo ufalme, kama utakwenda asilani kuweza kuona yale yote ambayo Kristo amefanya matoleo kwayo, na kama vile ambavyo yule aliyekuwa pale msalabani alivyosema, Bwana Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Na Bwana akasema, leo utakuwa pamoja nami paradiso. Na kama utakwenda kuona ule ufalme wa Mungu asilani, kama mtu yule utakapovuka upande ule, lazima uzaliwe mara ya pili. Na sasa hebu tuangalie katika mstari wa 13 sura hii ya 3. Tunapofikiri juu ya Kristo, na anasema hakuna mtu ambaye amepanda juu, wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni, ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yani mwana wa Adam aliye mbinguni. Na nachokuambia hapa ni kwamba, sasa sikiliza vizuri, Kristo alikuwa hapa duniani. Nikodemo alikuja kwake katika sura ile ya 3. Na Nikodemo akasema naye akasema na Nikodemo, ye alikuwa duniani, na bado akasema hata mwana wa Adam aliye mbinguni. Alipokuwa hapa duniani alikuwa yuko mbinguni, sababu yeye ni mwana wa Mungu, na sababu amekuwa kule kutoka katika ulimilele wote. Na sasa japo kuwa yuko mbinguni, lakini yu nasi hapa. Na ndio maana alisema 2 au 3 wanapokutanika kwa jina langu, tunapokutanika hapa katika mahali hapa pa mkutano wa crusade, na kule kwingine kote watu walipokutanika katika nchi nyingine na katika bara jingine, taifa jingine, mwana wa Adam yuko juu mbinguni
na yuko hapa. Yuko nao na yuko nasi, yuko na kila mmoja, na ile nguvu iliyokaa ndani, inayokaa ndani yake na iliyopo ndani yake, hiyo nguvu itaondosha kila matatizo yako kwa jina la Yesu. Angalia kwenye kitabu cha Yohana hiki sura ile ya 14 mstari wa 10 ule 14. Sasa 14 sura ile mstari wa 10 anasema, waamini kwamba mimi niko katika Baba, husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba. Jaribu kuwaza, yu hapa duniani, Baba yuko mbinguni. Alafu anawauliza wanafunzi, anamuuliza Filipo, je, unaamini kwamba hata kama nilivyo hapa sasa, bado mimi niko ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Baba yuko mbinguni, alikuwa yu ndani yake, na kwa yeye alipokuwa yu hapa duniani, nakwambia ya kwamba ijapokuwa amepaa juu mbinguni, bado yuko hapa nasi. Amen. Nasema yuko hapa nasi, na yule mtu kipofu yuko na mtu ambaye mfu, na mtu mwenye bubu pale, mtu ambaye ni kilema pale, yuko hapa kila wakati. Alipokuwa hapa duniani alikuwa yuko juu mbinguni kadhalika. Alipokuwa hapa duniani alikuwa ndani ya Baba, na Baba wa mbinguni alikuwa ndani yake. Na sasa kwa sababu yuko mahali hapa, ule uwepo wake Kristo utafukuzilia mbali, utaondosha kila udhaifu kutoka maisha yako kwa jina lake Yesu. Yale maneno ni yanenayo, maneno ni waambiayo, si yazungumzi juu yangu, ila yale ya Baba wa mbinguni. Na ndivyo alipo anasema, hayo maneno ni waambiayo mimi, si asemi kwa shauri langu, lakini Baba akaaye ndani yangu. Angalipo hapa duniani, Baba wa mbinguni alikaa ndani yake, yeye huzifanya kazi zake. Alafu mstari wa 11 sura 14 Yohana anasema, mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba. Anasema nisadikini ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Baba mbinguni yu ndani yangu duniani? La hasha, hamsadiki hivyo, sadikini kwa kazi zenyewe. Mstari 12 anasema, amin amin nawaambia, amin amin nawaambia, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo hizo na yeye naye atazifanya. Je, kunaye mwamini katika Kristo hapa? Yuko wapi? Yuko wapi mwamini katika Kristo? Amin amin nakwambia, nawaambieni, Kristo alisema, kama ambavyo unafahamu ya kwamba Baba alikuwa ndani ya Kristo na Kristo yu ndani ya Baba, kwa namna hiyo hiyo ulivyoamini hivyo, mwana wa Mungu Yesu Kristo yu ndani yako na yu nawe na yu kandoni mwako, na kwa nguvu ile ile ambayo alidhihirisha katika wakati ule, ile nguvu ile ile itaondosha kila hatia ndani ya moyo wako na kila aina ya hukumu kutoka katika maisha yako. Pale ambapo Kristo yuko, na hakuwezi kuwa na kiza pale, hakuwezi kuwa na hatia pale, hakuwezi kuwa na hukumu pale, hakuwezi kuwa na namna yote ya shetani ndani yake. Pale ambapo Kristo yupo, na Kristo yeye ana uwezo, ana nguvu, akikaa ndani yako, kila kitu cha shetani, kila kitu kitaondoshwa. Amen. Kazi nizitendazo nanyi pia mtazifanya, na kubwa kuliko hizo atafanya. Kubwa kuliko hizo atafanya. Yawezaje kuwa hiyo wakati Kristo alipokuwa yungali duniani? Alijiwekea mipaka. Hakuwa na mipaka kwa nguvu za yeyote. Alijidhibiti yeye mwenyewe, alijizuia yeye mwenyewe kwa watu walioko hapa duniani, na watu wachache ambao walimjia na kusema, mtumwa wangu yuko kule, nena neno tu na neno litamfikia. Na neno likamfikia na akaponywa. Lakini sasa anatupatia ule uhuru, anatupatia ile njia, anatupatia ile neno la uweza. Linatufikia ile neno, linafika hapa Zinga, linafika kule mjini, linakwenda Kariakoo,
neno lile la kwenda na kwenda katika nchi nyingine ya nje huko Ghana, kila mahali, yeye yale matendo yake makuu yanatokea. Kwako na kwangu matendo makuu yatatokea. Kwa nini? Kwa sababu na kwenda naenda kwa Baba. Naenda kwa Baba. Si kwa sababu tunalia, si kwa sababu ya kubirigita kwetu ardhini, si kwa sababu tunakunywa maji kutoka mahali fulani Yordan, si kwa sababu tunayo mafuta tumepakwa kichwani petu kwenye mbele ya kichwa hapa. Hapana, mambo makubwa yanatokea kwa sababu naenda kwa Baba yangu. Mstari wa 13 anasema nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Hilo nitafanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Amen. Alafu 14 anasema mkiomba neno lolote kwa jina langu leo, kama ukiomba neno lolote kokote pale ulipo sasa, yote chochote ambacho ni mzigo ndani ya moyo, tatizo lolote lile ambalo walibeba bado, nira yoyote ile ambayo bado ya kufunga, kama ukiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Amen. Amen. Sikusikia amen yako. Amen. Atatenda katika maisha yetu kwa jina la Yesu. Amen. Angalia Marko sura ya 16. Marko 16 mstari wa 15. Anasema 16:15. Anasema akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote. Tunachokifanya sasa ni katika ule utimilifu na katika ule utii wa ile amri ya Bwana, ya kwamba tutatwaa hizi habari njema, tutatwaa injili, tutatwaa ujumbe wa wokovu na tutaupeleka ule ujumbe kwa ulimwengu mzima. Nendeni ulimwenguni mwote na kuhubiri na kutangaza na kutamka hizi habari njema kwa kila kiumbe. Baadhi ya wale viumbe wao wamefungwa katika hatia zao, kila kiumbe, hebu wapatie habari zile njema ya kwamba kuna jambo jipya ambalo litatokea kwao, kila kiumbe. Na baadhi yao ni wagonjwa katika hatua ya kufa, wapo kufani, wapatie habari njema. Habari njema itawarejesha tena kutoka katika hali hiyo ya ufu na kuwaleta katika uzima kwa jina la Yesu. Na unaposikia habari hizi njema leo, na unaposikia zile habari za kutakata leo ulimwenguni kote, anasema kama ambavyo kila kiumbe anasikia habari hizo, huyo kiumbe yeyote yule ataipata ile nguvu ya Mungu. Nguvu itakuja katika maisha yako leo popote pale ulipo kwa jina la Yesu. Na alafu mstari 16 ule anatuambia aaminie na kubatizwa ataokoka. Alafu anatupatia onyo pale ya kwamba wale watu ambao wanasikia tu alafu hawachukui kitendo chochote kile, hawana imani yenye matendo. Imani pasipo matendo imekufa, imani pasipo kitendo imekufa. Nakubali lakini hawaonyeshi kwa namna yote ile, hawajitambulishi wao wenyewe waziwazi na Bwana. Yeye aaminie, asiamini atahukumiwa. Alafu mstari wa 17 anatuambia na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio kwa jina langu. Hilo jina litashinda kila uovu kutoka katika maisha yako leo kwa jina la Yesu. Amen. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Amen. Lugha ya kale inaondoka katika kinywa chako. Amen. Na ni lugha ipi ya kale? Mimi sipokeagi kitu. Lugha njema, hiyo lugha mbaya hutaisema tena. Mungu ajibugi maombi yangu. Lugha ya kale hiyo hutainena, hiyo lugha ya kale tena. Mimi kila wakati na bahati mbaya. Mimi sina bahati. Watu wengine wanapata bahati zao, mimi sipati. Hiyo lugha ya kale itaondoka katika kinywa chako. Lugha mpya na ulimi mpya. Mimi ni mkombolewa wa Bwana. Mimi ni mtoto wa Mungu. Mimi nimepona. Mimi nimekombolewa. Mimi nimewekwa huru. Na alafu kile unachokisema ni kulingana na kama ambavyo imeandikwa. Na unapotamka na unaponena kama vile ambavyo imeandikwa, hiyo itatimizwa katika maisha yako. Mstari 18 natuambia watashika nyoka. Hiyo ina maana ya kwamba nyoka wa kiroho, nyoka wa kimwili hawatakuua, hawataangamiza maisha yako. Na kama umelala na mtu akatuma nyoka, bure. Kabla ya ile nyoka hajakufikia, huyo nyoka atakufa yeye mwenyewe.
Amen. Amen. Kama mtu ametuma ujumbe kwako, au ameandika barua kwako, alafu wanaandika kwa wino mwekundu, wanasema hatari inakuja, na unapofungua ule ujumbe, kabla hujatazama ule ujumbe wenye rangi nyekundu, kila kitu kimekwisha kuyeyushwa. Manyoka ambao wametumwa na yeyote, yule nyoka aliyeinuliwa na yeyote, nyoka aliyetumwa kama mtumishi, nenda kamuue fulani, hakuna mtu atakayeondoa sekunde wala pumzi katika maisha yako mpaka pale Mungu anapowatuma malaika kuja na kukubeba kwenda nyumbani. Haleluya. Anasema watashika nyoka, hata wakinywa kichwa kufisha hakitawadhuru. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata. Nasema kuna mtu anapata afya pale leo. Amen. Amen. Nao watapata afya. Alafu mstari wa 19 anatuambia, basi baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kusema nao, akachukuliwa juu mbinguni. Yesu Kristo, kwa maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake kutoka dhambi zao. Yeye atawaokoa watu wake kutoka katika dhambi zao. Sasa lazima uazime ya kwamba wewe ni wa nani. Wewe una uchaguzi. Mungu ni muumba wako, lakini una uchaguzi wa kuweza kumkana huyo muumbaji, na ukasema kwamba mimi ni wa kikundi hiki, mimi ni wa upande huu, mimi ni wa dini ile, mimi si ni wa sanamu ile, mimi ni wa mafalme hii na mamlaka. Alafu sasa huna kule kumkubali Kristo, kuumbwa kwako na Mungu, na ukija na kusema mimi ni mmoja kati ya viumbe wake, alinifanya mimi, sikujiumba mimi mwenyewe, na anataka mimi niende mbinguni, na kama alivyoniumba na kunifanya niwepo hapa duniani, kadhalika ananitaka mimi niwe na mahali kule juu mbinguni, nami ni mmoja kati ya watu wake. Wokovu utakuja kwako. Na kama ukitikisa kichwa chako na kusema hapana, mimi sitaki kuwa mmoja kati ya wajinga wake, mimi siwezi kuwa mmoja kati ya waongofu wake, mimi sitaki kuwa mmoja kati ya wafuasi wake, basi wokovu hapo utakupiga chenga. Wokovu hautanipita. Jiambie nafsi yako, wokovu hautanipita. Wokovu ni wako kwa jina la Yesu. Na ndicho kinachopatia tumaini kwamba baada ya kuwa tumemaliza maisha haya, twende zetu mbinguni ati. Kwa nini? Kwa sababu wote mtamuita jina lake Yesu, kwa maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake kutoka katika dhambi zao. Mstari wa 22 anasema, sasa haya yote yalifanyika ili kwamba hiyo ni Mathayo sura ile ya 1. Hayo yalitimia yale yaliyonenwa na Bwana kwa nabii akisema, tazama bikira atazaa mwana, nao watamwita jina lake Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Na ikitafsiriwa maana anasema nini? Maana yake nini? Mungu pamoja nasi. Tuko hapa duniani, yeye yuko juu mbinguni, lakini kwa sababu yeye yu Mungu, aweza kuwa yuko mbinguni na akawa pamoja nasi hapa. Mungu pamoja nasi. Na kwa sababu yu nasi, baraka zote za Kalvari, baraka zote za msalaba, yote maajabu ya msalaba yatakuja kwako leo kwa jina la Yesu. Mungu pamoja nasi. Ndicho tunapatupatia tumaini katika Warumi sura ya 4. Warumi sura ile ya 4. Warumi 4:18, ambaye kinyume na tumaini aliamini, alimuona Kristo anakuja, alijua ya kwamba Kristo atakuja, japo kuwa alikuwa hanalo tumaini kiasili, pasipokuwa na tumaini kihistoria, pasipokuwa na tumaini kisayansi, pasipokuwa naye aliamini kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Rumi 4:18 hiyo. Utakuwa baba.
utakuwa mama, utakuwa mbebaji wa baraka za Bwana, na ile furaha ya Bwana itakuwa katika maisha yako kwa jina la Yesu. Na wakati watu wengine wamesema hakunalo tumaini, madaktari wamesema katika hili hakuna matumaini, sayansi inatuambia hapa hakuna tumaini, wewe unaamini kinyume na tumaini. Unajua ya kwamba Calvary itasuluhisha kila tatizo lilokuwa nalo, kwa sababu unafahamu ya kwamba Calvary itaondosha kila msiba, na basi unaamini kinyume na tumaini, ili kwamba aweze kuwa baba wa mataifa mengi. Kulingana kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako, ndivyo utakavyokuwa wokovu wako, ndivyo utakavyokuwa uponyaji wako, ndivyo utakavyokuwa ukombozi wako. Angalia mstari wa 19, Rumi 4:19. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alikuwa hakufikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa. Hutafikiria juu ya macho yako ambayo hayaoni sasa, kwa sababu unaambiwa mishipa ya fahamu imekufa, kwa sababu una nguvu katika imani. Wajua kabisa ya kwamba unachokihitaji kinakuja kwa Kristo. Huwezi kusema mifupa yangu imevunjika, hivyo siwezi kusimama, kwa sababu ukufikiri juu ya mifupa yako iliyovunjika, mwili wako uliokuwa na ugonjwa, mwili wako uliolemaa. Ufikiri juu ya kule kuwa na hisia ulikokuwa nako wakati alipokuwa akiwa amekwisha kupata umri wa miaka 100 na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Pale palipokuwa na ufu, uzima utakuja leo. Uzima wa ufufuo utakuja leo. Uzima uliobadilishwa, uliohuishwa, uzima uhuishao utakuja, na yasiyowezekana yatawezekana katika maisha yako leo kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Alafu mstari wa 20 ule mzuri anatuambia, lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Amen. Leo utampa Mungu utukufu. Na wajua, hii hapa ndio siri ya kwamba utampa Mungu utukufu kabla hata ya kuwa na hisia ya badiliko lolote. Leo wana wa Israeli walikuwa wakizunguka katika ule ukuta wa Yeriko, na walipokuwa wakizunguka ule ukuta wa Yeriko, zile kuta za Yeriko, na zile kuta zilikuwa zingaliko zimesimama, zile kuta bado zilikuwa zimekwenda juu, na wakazunguka mara 7, na ndiposa wakapaza sauti ya furaha, sauti ya ushindi, wakapaza sauti ya mafanikio yao, wakapaza sauti na ule ukelele wa furaha, ule ukelele wa ushindi kabla ya zile kuta kudondoka. Na walipopaza sauti zao, ndipo zile kuta zikadondoka chini. Leo unapompatia Bwana utukufu, unapoimba kwa shangwe kabla ya kuhisi chochote kile, wakati bado ungali unamsifu Bwana, ule muujiza utadirika pale ulipo. Na unaweza kuona wana wa Israeli kabla ile bahari ya Sham ilikuwa haijatokea wakati wowote ule ya kwamba bahari ya Sham ifunguke, au bahari yoyote ile iweze kufunguka kwa watu kuweza kupita kama katika nchi kavu. Haikuwahi kutokea. Walikuwa kipaza sauti zao, walilia, kule kilio chao hakikufungua bahari ya Sham. Lakini Bwana akasema, kwa nini mnanililia? Nyosha hiyo fimbo iliyokuwa nayo Musa, na afuambie wana wa Israeli wasonge mbele. Na walipomtii Bwana, ule uhalisi, ile tumaini, ile furaha ya kwamba bahari ya Shamu itagawanyika mbele. Kabla ile bahari ya Shamu kugawanyika, waliamini ya kwamba itakuwa kama ilivyonenwa na Bwana, na kwa hivyo akanyosha ile fimbo, na kile ambacho kilikuwa hakijawahi kutokea kamwe katika historia ya uumbwaji wa dunia kikatokea. Na kuambia leo, kama ukimpatia Bwana utukufu, usingojee hisia, usingojee kile ninachokiona ni kile ambacho nataka kukiona, kile ninachokiona ndicho ninachokiamini, kile ninachokiamini kile ninachokiona nitakachokiamini. Unapomtukuza Bwana, muujiza wako utakutokea katika maisha yako. Na alafu anatuambia mstari wa 21, huku akijua hakika. Unaweza kuona watu ambao wanapata miujiza yao, wokovu wao, hao ni watu ambao wanajua hakika ya kwamba leo napojitoa mimi mwenyewe kwa Kristo, napojisalimisha mimi mwenyewe kwa Kristo, mimi nayo hakika ya kwamba hawezi kusema uongo. Amesema kila
atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Nami nina hakika leo kwamba napojitoa, napojisalimisha mwenyewe kwa Bwana, nayo hakika nitaokoka. Hao watu ambao wana hakika kikamilifu namna hiyo, hao ndio watu wanaosema Bwana apewe sifa, singojei hisia zozote. Amesema hawezi kusema uongo, amesema atasamea, hawezi kusema uongo, amenisamehe na mimi ninao huo wokovu wake. Hao ndio watu wanaookolewa, na watu ambao wanafahamu ya kwamba kila ugonjwa, kila maradhi, kila aina ya ulema, mimi nimeshawishika kabisa nayo hakika ya kwamba jina la Yesu linapita kila aina jina, na kule kutajwa kwa jina la Yesu, kila goti litapigwa na kila moja atakiri ya kwamba Yesu Kristo yu Bwana. Nimehakikishwa leo ya kwamba Kristo yu mponyaji wangu, Kristo yu mkombozi wangu, Kristo ndiye mkamilishaji wa yote. Kule kushawishika kwako kutaleta uponyaji kwako leo. Mimi nimeshawishika hapa leo, nasema mie nimeshawishika hapa leo, na kama na wewe umeshawishika na pamoja nami, kama sisi wawili tutapatana kugusa kitu chochote duniani, mimi nakubali, nami nasema, nami natangaza, nami natamka ya kwamba wewe utapona. Unapokuja katika mpatano na hilo na kusema yeye ananiombea, yeye anaamini kwamba mimi nitapona, yeye anayehubiri anaamini kwamba mimi nitapata muujiza wangu, na anaomba kwa uhakika, na halafu mimi nakubaliana naye kwa uhakika hapa kutoka madhabahuni, uhakika kutoka kwako pale ulipo, popote pale ulipo, uponyaji ni hakika kwa jina la Yesu. Na akiwa na hakika, akiwa amekwisha kuhakikishwa, akijua hakika ya kuwa Mungu aweze kufanya yale aliyoahidi, aweza kufanya katika maisha yako leo, aweza kufanya katika mwili wako leo, aweza kufanya katika nafsi yako leo, aweza kufanya. Muujiza waja kwako, muujiza wa wokovu waja kwako leo. Umeshawishika, wajua hakika uponyaji, muujiza wa uponyaji, muujiza wa ukombozi ni wako leo. Ukiwa una hakika, mimi nayo hakika, wewe unayo hakika, sote wawili tumekubaliana kuhusiana na wokovu wako, kuhusiana na uponyaji wako, utendaji utakuja. Uko wapi? Nasema utendaji unakuja. Yuko wapi naye zungumza naye? Nasema utendaji utakuja. Popote pale ulipo sasa, ni wakati wa wokovu wako. Sasa ni siku ya wokovu wako. Pale ulipo, inamisha kichwa, fumba macho yako. Inamisha kichwa tafadhali, fumba macho yako. Leo wewe umeshawishika kabisa ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili yako msalabani Kalvari, na ya kwamba anakutaka uokolewe, anataka hukumu iondolewe kutoka kwako, anataka kila aina ya adhabu ya dhambi yako iweze kuondolewa kwako, na kusema ndiyo Bwana, nakubali. Ndiyo Bwana, nakubali. Ndiyo Bwana, hicho ndicho hasa nachokiomba. Nami Bwana, nalo tumaini leo ya kwamba hii ndiyo siku ile ya wokovu wangu. Nayo imani ambayo haiwezi kupingwa. Nayo imani leo ya kwamba ni kwangu mimi, langu ni msamaha, mimi langu ni wokovu. Popote pale ulipo, nyosha mkono wako, na pindi unapofanya hivyo umeshawishika kabisa, msamaha unakuja. Bwana apewe sifa, imetendeka pale. Bwana apewe sifa. Sante uliyetoa maisha yako. Nyosha mkono wako. Wokovu, huu ndio wakati ule, na msamaha, huu ndio wakati. Kuondolewa kwa dhambi zako, kuondolewa kwa dhambi yako, huu ndio wakati. Nyosha mkono wako. Usiache siku hii ya wokovu ikupite. Popote pale ulipo, katika nchi yoyote ile, popote pale ulipo, katika taifa lolote lile, popote pale ulipo, katika kutaniko lolote lile, hata kama uko wewe mwenyewe na sauti ya habari njema inakuja kwako sasa, nyosha pale ulipo mkono wako. Nimeshawishika ya kwamba dhambi zote ambazo umefanya wakati wowote ule, kila dhambi ambayo umefanya toka ulipozaliwa na hata wakati huu, ile ahadi ya Bwana ni kuwa ataondosha kila kitu,
atafutilia mbali kila kitu. Nyosha mkono wako, simama. Kama unanyosha mkono wako, tafadhali simama pale ulipo na unasema, leo sasa ni wakati wangu wa msamaha wangu. Sasa ni wakati wa wokovu wangu, ni wakati wa kuondolewa kwa hatia, ni wakati wa kuondolewa kile kifungo cha dhambi katika maisha yangu, na atakupatia ile nguvu ya kwenda na kutokutenda dhambi tena. Nguvu ya maisha mapya, nguvu ya mwenendo mpya, nguvu ya kiumbe kipya. Ya kale yamepita na yote yanakuwa mapya. Yote yanakuwa mapya. Pale uliposimama, unasimama na unasema, Bwana nakubali. Bwana napokea ule wokovu na ukubali. Nimeokolewa sasa kwa sababu ninakabidhi maisha yangu sasa kwa Bwana. Kama unaposimama sasa, nataka niombe na wewe. Simama vizuri na nataka uwe umepatana pamoja na maombi haya. Kubaliana maombi haya. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo ya habari njema, ya kwamba siku hii ya wokovu, ya kuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Naomba Bwana ya kwamba wokovu wako, msamaha wako, ukombozi wako utakuja juu ya kila mmoja anayejitambulisha yeye mwenyewe kama mstahiki wa wokovu sasa, kwa jina la Yesu. Naomba Bwana, kulingana na utajiri wa utukufu wako na neema yako, samehe dhambi zao. Bwana, kulingana na utajiri wa upendo na rehema zako, utawajalia wokovu na ukombozi. Na Bwana, hebu amani yako wewe ikae ndani ya mioyo yao sasa, kwa jina la Yesu. Naomba Bwana ya kwamba Roho Mtakatifu atashuhudia ndani ya mioyo yao ya kwamba sasa ni watoto wa Mungu. Tukushukuru Bwana kwa sababu tunajua ya kuwa imekuwa. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Bwana apewe sifa. Kama umekuwa mwaminifu na umetoa maisha yako kwa Bwana, basi mashemasi wetu watusaidie kwa ajili ya kusema nawe mawili matatu juu ya uamuzi ambao umeufanya. Kama tunao ambao wamesimama, tafadhali tuseme nao mawili matatu, na huku wengine tukisimama sasa, ili kwamba Bwana aweze kutuhudumia pale ulipo. Simama, tunakwenda katika hatua nyeti, hatua muhimu ya maisha yako na yangu, ya kufunguliwa na kila aina ya vifungo vya magonjwa na udhaifu. Simama uliyeko nyuma kule tafadhali. Huu si wakati wa kuondoka na magonjwa. Huu ni msimu wa Kristo, na msimu wa Kristo ni msimu wa uzima, wa afya njema. Na wakati huu anampitia kila mmoja, anakupitia mmoja mmoja. Kila mmoja ameshawishika kabisa. Kila mmoja ambaye ameshawishika ya kwamba Mungu anaweza, ya kwamba Kristo ametoa uponyaji, na ya kwamba ule uponyaji ni kulingana na unavyoamini ya kwamba itakuwa. Leo itakuwa. Unaposikia jina la Yesu na unajua hakuna jina lingine, hakuna siku nyingine isipokuwa wakati huu, jina la Yesu litatenda maajabu katika maisha yako. Amekufa kwa ajili yako tayari. Amefanya toleo la uponyaji tayari. Nawe sasa umehakikisha ya kwamba maneno ambayo ameahidi ya kwamba anaweza kuyatenda, utendaji sasa unakuja katika maisha yako. Na alafu wewe utakuwa ukimsifu Bwana kabla hata hujaona jambo lolote lile, kabla hujahisi chochote kile. Na unapompa Bwana sifa, unapompatia Bwana utukufu, unapofumbua macho yako namna hii, ndiposa utafungua macho yako kuona muujiza wako. Utafungua macho yako kuona uponyaji wako. Utafungua macho yako kuona ukombozi wako. Mimi nimehakikisha. Tuko tayari kuomba sasa. Unahitaji muujiza, unahitaji uponyaji, unahitaji ukombozi. Nyosha mkono wako pale ulipo, na alafu mkono mwingine weka pale ambako kuna changamoto moja wapo au nyingine. Macho yaliyopofuka yanakwenda kufunguka. Macho ya masikio ya kiziwi yanakwenda kufunguka. Ndimi za utasi zitalegezwa. Mkono uliolegea, miguu iliyonyongea itapata nguvu.
mifupa iliyovunjika itaunganika. Ile nguvu ya Bwana itakujilia pale ulipo. Kaa tayari sasa. Kaa tayari. Weka mkono wako palipokuwa na shida, na mkono mwingine nyosha juu. Umeshawishika kabisa. Baba, tunakushukuru Bwana kwa ajili ya majira haya. Tunalibariki jina lako Bwana. Tumeshawishika, tumejua hakika hutoshindwa, na ya kuwa jina la Yesu haliwezi kushindwa. Hivyo Bwana, twaja tukinena nawe Bwana, tukikuomba ya kwamba Bwana utagusa kila mgonjwa, na utamgusa kila aliyeteswa, aliyenyanyaswa kwa jina la Yesu. Bwana, nalituma neno lako la uweza, na neno la uweza Bwana litavunja kila nira, litaharibu kila kazi ya shetani katika maisha yao na maisha ya kila mmoja, kila mahali, kwa jina la Yesu. Bwana, yasiyowezekana sasa yanawezekanika. Bwana, tenda katika kila moja ya maisha yetu, toka utosini hadi unyayoni. Bwana, ninaomba ya kwamba nguvu yako ya muujiza itatenda kazi katika kila maisha, hata hivi sasa, kwa muujiza mara, kwa jina la Yesu. Na Bwana, tatizo lote la kiakili, wazimu wowote, kila namna ya mapepo wazimu, kila falme na mamlaka za wazimu, vunja nguvu yako na angamiza nguvu yako, toka kwa jina la Yesu. Na wale ambao mna aina yote ile ya kukandamizwa na kuteswa na yule muovu, mashambulizi yote yale ya kiroho, kila namna ya kunyanyaswa kiroho, naamuru sasa kila roho ya manyanyaso toka kwa jina la Yesu. Na Bwana, kila aina ya magonjwa, ugonjwa usio na dawa, naamuru sasa, gusa watu wako, upone sasa, uwe mzima sasa. Kila aina, kile ambacho hospitali wamekatia tamaa na wamesema hili haliwezekaniki tena, sasa pokea muujiza wako, pokea uponyaji wako. Bwana, ninaomba kila aina ya maelezo, kila jina, ugonjwa uliokuwa nalo hilo, dhihirisha nguvu yako dhidi ya ugonjwa huo sasa. Jalie kila mmoja kile ambacho umekuamini kwacho. Bwana, macho yasioona yaweza kuona sasa, kila sikio lisiloweza sikia lasikia sasa, kila saratani Bwana katika mapafu yaweza kutoweka, kila aina ya kidonda kinaweza kuwa kupona, umepona. Kila tatizo la kifua sasa limeondoka, kila athma, kila pumu imeondoka kwa jina la Yesu. Kila namna ya kutokwa ngiri sasa umekuwa na nguvu. Kila aina ya uvimbe ndani ya mwili wako, uvimbe unaondolewa kwa jina la Yesu. Bwana, uthibitisho. Bwana, utendaji. Na Bwana, tunapokupatia utukufu hata kabla ya kufumbua macho yetu, na tunakupatia utukufu wote na heshima na kulisifu jina lako. Kama ambavyo tunafungua macho yetu Bwana, tutafungulia macho yetu kwa muujiza, uponyaji, ukombozi kwa jina la Yesu. Asante Bwana, imekuwa. Twajua imekuwa. Twajua tumeshawishika, hakika imekuwa. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Ametenda maajabu.